إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله، فلقد فاز المتقون. Mzangu katika imani, khutba tukianzia leo tuendelea na wiki inayokuja ni qubhu shirki wa khataruhu, ubaya wa ushirikina na hatari yake. Yadhharu qubhu shirki, inakuwa wazi ubaya wa ushirikina fi annahu tanaqqusun lillahi rabbil alamin, kuwa yani inamkosea Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mlezi wa ulimwengu. Sawa, mwenye kufanya shirki yeye hamuheshimu Allah subhanahu wa ta'ala bimusawati ghairi lahu, kwa kumfanya sawa asiyekuwa Allah na yeye Allah. Wadhālika fi ghayati dhalal, na hii katika upeo wa upotevu. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sema anil mushrikin yawm al-qiyama, kwa washirikina siku ya kiyama, inda khusumatihim ma'budatihim. Allah subhanahu wa ta'ala asema hapa, qala Allah ta'ala lil mushrikin, Allah subhanahu wa ta'ala asema kuwataja washirikina yawm al-qiyama, siku ya kiyama, inda khusumatihim, kutokana wale watesi wao, ma'budihim, pamoja na vile ambavyo ni kuviabudu. Hawa washirikina wanaabudu vitu tofauti tofauti. Kuna wengine wanaabudu majini, wanaabudu mawe, miti. Siku ya kiyama watasema tallahi in kunna la fi dhalalin mubin, tuapa kwa Allah tulikuwa katika upotevu uliokuwa wazi. Idh nusawikum bi rabbil alamin, pindi tulipowafanya nyinyi na Allah kuwa sawa. Sakile ambacho anachokishirikisha siku ya kiyama atakuwa ni mwenye kugombana nacho. Qala ibn Jarir rahimahullahu ta'ala at-Tabari katika tafsiri yake asema, yaqul ghaun, watasema hawa waovu makafiri washirikina, alladhina ya'budunahum, wale ambao wenye kuabudu min dunillahi, kinyume na Allah, tallahi in kunna la fi dhahabin anil haqq, tuapa kwa Allah sisi tulikuwa tuko mbali na haki. Hina ya'dilukum bi rabbil alamin, wakati walipowafanya nyinyi mko sawa na Allah mlezi wa ulimwengu, wakawa wenye kuabudu fata'budukum min dunihi, wakawa wenye kuabudu kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hii katika tafsiri ya Tabari atuweka wazi kuwa washirikina licho wanaofanya ushirikina wao, siku ya kiyama wataanza kugombana wao kwa vile ambavyo walivyokuwa wakivishirikisha. Waqala al-Qurtubi rahimahullah, al-Imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala sema maana qawlihi idh nusawikum bi rabbil alamin, ay fil ibada, pindi tulipowafanya nyinyi sawa na mlezi wa ulimwengu katika ibada ambayo ni ibada anayofanywa Allah subhanahu wa ta'ala. Na leo wako baadhi ya Waislamu wana itikadi ambayo si sawa sawa, hasa katika huu mambo yetu wa pwani. Waislamu wengi sana wanachanganya na ushirikina. Huu ndio ukweli ambao tunaozungumza, licha kuwa baadhi ya watu nakasirika, lakini ndio hivyo. Sizungumzi kuwa eti na kashifu lakini angalia, hii lugha si lugha ya kuzungumza kuita wabara. Tusiseme wabara ni kwa ufupi, yani ni Wakenya kwa ufupi. Hawa wenzetu ambao wanaishi sehemu za Nairobi, Western kule, utawapata wasio kuwa Waislamu.
utaona wakipata watoto wao wadogo huwaoni wakijifunga mairizi. Haya mambo ni huku kwetu. Na hata wakija huku pia huwapati watoto wao kuwafunga mairizi. Lakini sisi Waislamu ambao tumekatazwa na Mtume صلى الله عليه وسلم tutawapata kina mama wengi wanawafunga watoto wao mairizi, sawa katika viuno au katika mikono au katika shingo zao. Na haya ni mambo ya ushirikina. Au utampata mzee anauza vitu, sawa ni vitu vya sokoni, kisha chini anaweka irizi kuvutia wateja. Haya ni katika mambo ya kishirikina. Bali kuna baadhi ya wazee wa Kiislamu, bali ukizunguka hapa kuanzia Likoni mpaka uende huko sehemu za Mtwapa, utapata waganga wote ni Waislamu. Huwezi kupata mganga Kamau, Peter, Joseph, utapata ni Ali, Abdullah, Salim wa haluma jara. Waqala Allah Ta'ala, na Allah Subhanahu wa Ta'ala asema akielezea ubaya wa ushirikina, asema waman adallu mimman, nani aliyepotea zaidi? Hakuna aliyepotea zaidi mimman yad'u min dunillah, kuliko yule ambaye mwenye kumuomba badala ya Allah. Man la yastajibu lahu ila yawm alqiyama, haizi kumitikia yeye paka siku ya kiyama. Wa huma an du'aim ghafilun, na wao hao wenye kuabudiwa kwa dua za hawa washirikina ni wenye kughafilika nazo. Sa Allah Subhanahu wa Ta'ala akaeka wazi kuwa hakuna mpotevu zaidi kuliko mshirikina. Qala Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala katika aya yasema la adalla mimman yad'u asnaman, yani hakuna mpotevu zaidi kuliko yule ambaye mwenye kuabudu masanamu, wayatlubu minha, na akawa anataka kupitia yale masanamu, man la tastati'uhu ila yawm alqiyama, kitu ambacho hawezi kukipata mpaka siku ya kiyama. Wa hiya ghafilatun amma yaqul, na hicho kinachoabudiwa kinaghafilika kutokana na vile ambavyo anavoombwa. La tasma wala tubsir, hakisikii wala kioni wala tuftish wala kishiki, liannaha jamadun, kwa sababu ni kitu kisiokuwa na roho. Hijaratun, ni mawe. Summun, ni viziwi. Na haya ni mambo ambayo leo baadhi ya Waislamu pia wameingia katika matatizo haya. Wakwambia bana, makatazo yaliyokataza ni kuabudu masanamu. Leo tasika sisi hatuabudu masanamu, sisi tunakwenda katika makaburi ya watu wema. Pia huu ni ushirikina. Kwenda katika kaburi la mtu mwema na kuliombea, ukawa unakwenda pale kuomba, unakupata na shida, ukenda katika ile kaburi ukawa unaliombe, unakwenda unaomba, si kuliombea. Waweza yaruhusiwa kwenda katika kaburi la mtu ukamwombea dua za khairi, yani Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, hii yaruhusiwa. Lakini mtu anakwenda pale ili ile kaburi limsaidie mambo yake. Na hivi ndio Waislamu wengi wanafanya mambo kama haya, na haya ni mambo ya ushirikina. Kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala sema wa anna almasajida lillah fala tad'u ma Allahi ahada, hakika misikiti ni ya Allah, asiabudiwe pamoja na Allah ahada yoyote. Wallahu musta'an. Alhamdulillahi rabbil alamin, as-salatu was-salam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. وهذا التنقص لله سبحانه أعظم ظلم, na hii kumtia dosari Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio dhulma iliyokuwa zaidi. Qala Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala sema inna shirka la dhulmun adhim, hakika shirki ni dhulma iliyokuwa kubwa sana. Qala As-Sam'ani rahimahullahu ta'ala, As-Sam'ani rahimahullahu ta'ala sema qawluhu inna shirka la dhulmun adhim, hakika shirki ni dhulma iliyokuwa kubwa. Adh-dhulmu huwa wad'u shay fi ghairi mawdhi'ihi, dhulma ni kuweka kitu kwa isiyo kwa sehemu yake. Hiyo ndio maana nini? Maana ya dhulma ni kuweka kitu kwa isiyo kwa katika ile sehemu yake. Man ashraka ma'a Allahi ghayrahu faqad wada'a shay fi ghairi mawdhi'ihi, yule ambaye atakayemshirikisha Allah pamoja na Allah na mwingine, basi itakuwa ameweka kitu kwa isiyo kwa sehemu yake. Qala Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala katika aya hii asema inna shirka la dhulmun adhim, ay huwa a'zamu dhulm, shirki ndio dhulma iliyokuwa kubwa zaidi. Uzao katika imani, haya ni mambo ambayo tunaambiana ukweli kuwa jambo la shirki
Jambo la shirki ni jambo la hatari. Hakuna dhambi ambalo Allah subhanahu wa ta'ala hamsamehe mtu atakaofariki nalo isipokuwa ni dhambi la ushirikina. Huenda mtu ni mwanadamu akateleza, sizungumzi kwa watu wafanye, mtu akapata mtihani wa kunywa tembo au akapata mtihani wa kuzini au wa kula riba na akafariki bila ya kutubu. Huyu kwa ahli sunna wal jamaa bado ni Muislamu, muda wa kuwa hajajihalalishia yale madhambi. Lakini mtu akifariki na dhambi la ushirikina, Allah subhanahu wa ta'ala mtu kama huyu hamsamehe, anaketi motoni milele. Allah subhanahu wa ta'ala aelezea jambo hili hatari, asema innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Hakika yule ambaye mtushia Allah subhanahu wa ta'ala, Allah amemharamishia kuingia peponi. Bimaana mshirikina la yadkhulul janna abada al-abad. Mshirikina haezi kuingia peponi, na lao mshirikina ataingia peponi ni ngamia apite katika tundu wa sindano, na hili jambo ambalo ni muhali aliwezekani. Kisha wa ma'wahu an-nar ay maskanuhu, sehemu atakaoshukia ni moto wa jahannam, wa mali dhalimina min ansar. Na mawashirikina Allah subhanahu wa ta'ala atakapoadhibu hakuna yoyote ambaye aweza kuwatetea. Tukitoa mfano wa kidunia, hata kama ameshikwa mwizi, anapibwa, iko ile sympathy, huruma, watu wanamhurumikia, muacheni bana, hata iba tena. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama akiwaadhibu washirikina, hakuna yoyote ambaye aweza kumtetea. Bali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tukiangalia ami yake Abu Talib alimsaidia Mtume kwa hali na mali, kwa mambo mengi, lakini Abu Talib alikataa kuingia katika Uislamu, akawa Abu Talib ni katika watu wa motoni milele. Allah subhanahu Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anamuombea dua. Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Hakika kwa wewe huwezi kumuongoza unayempenda, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anamuongoza anayemtaka. Jambo la shirki ni jambo la hatari. Bali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikwenda katika kaburi la mamake akainua mikono. Allah subhanahu wa ta'ala akamkataza, akawaelezea masahaba ista'dhantu rabbi an azura qabra ummi faadhina li. Nilimuomba Allah subhanahu wa ta'ala ruhusa nenda nikazuru kaburi la mamangu, akaniruhusu. Wasta'dhantu rabbi an aghfira laha falam ya'dhan li. Na nikamwomba Allah subhanahu wa ta'ala anipatie ruhusa nimuombee dua mamangu, lakini Allah hakumkubalia. Kwa sababu nini? Kwa sababu alifariki na akiwa ni mshirikina. Qala ibn Abi al-Izz rahimahullah, asema hapa a'zamu dhulm ala al-itlaq, dhulma iliyokuwa kubwa zaidi kwa kuachilia, ashirku ni ushirikina, wa a'dal al-adli at-tauhid, na uadilifu uliokuwa mkubwa zaidi ni tauhid. Kumalizia, qala al-allamah as-Sa'di rahimahullah, Sheikh Sa'di rahimahullah ta'ala katika tafsiri yake akasema wajhu kaunihi adhima, kuwa shirki ni kubwa sana, annahu la afdahu wala absha, yani hakuna kitu kibaya zaidi na kiovu zaidi mimman sawa al-makhluqa, kuliko yule ambaye alimfanya sawa kiumbe, min turabin, aliyeumbwa na mtanga, bimaliki riqab, kwa yule mfalme mwenye kuwamiliki watumwa, au wasawa alladhi la yamlik, na akamfanya sawa yule asiyemiliki, min al-amri shay'an, kwa chochote, biman lahu al-amru kulluhu, kwa yule ambaye mwenye kuwa na maamrisho yote ambaye ni Allah. Wasawa an-naqis al-faqir, na vile vile akamfanya sawa aliyekuwa mpungufu maskini, min jami'il wujuh, katika njia zote, birabbil kamil ghali, kwa Allah subhanahu wa ta'ala aliyomkamili aliyomkwasi, min jami'il wujuh, kwa njia zote. Wasawa vile vile akamfanya sawa man lam yun'im, yule ambaye asiyeneemesha, bimithqali dharr, kwa punje ndogo, minan na'im, kwa neema yote, billadhi ma bil khalqi min ni'matin, kwa yule ambaye hakuna kiumbe yote isipokuwa amepata neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, fi dinihim, katika dini yao, wa dunyahum, katika dini yao na dunia yao, wa ukhrahum, na akhira yao, wa qulubihim, na nyoyo zao, wa abdanihim, na miili yao, illa minhu, isipokuwa ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala.
wala yasrifu su'a, wala hakuna yote ambaye mwenye kuondoa uovu illa hu, isipokuwa ni yeye. Fahal a'zam min hadha adh-dhulm shay, je kuna kubwa zaidi katika dhulma katika hili? Kuonesha wazi kuwa shirki ni dhulma kubwa zaidi. Wa hal a'zamu dhulman, na je katika kubwa zaidi katika dhulma, mimman khalaqahu Allah, kwa yule ambaye Allah alimuumba liibadatihi wa tauhidihi, kumwabudu yeye na kumpokesha yeye. Fadhahaba bi nafsihi sharifa, akenda kwa nafsi yake kwa sharifu. Faja'alaha fi akhas almaratib, akamjalia katika daraja ilikuwa mbaya zaidi mbovu. Jalaha abidatan, akamjalia ni mwenye kuabudu lima yaswi shay'an fadhalama nafsahu dhulman kabira. Kuna shawazi ndugu zangu kasimama kumalizia katika khutba hii ni kuwa hii tumeanza mwanzo, lakini haya yote yanakuja kutosoma. Hili ndio tatizo tupo nalo sisi Waislamu. Waislamu hawataki kusoma, wajifanya wanajua. Hili ni tatizo. Waislamu wengi hawataki kusoma, na dini ya Kiislamu ni lazima mtu aketi chini asome. Sasa hivi shule zimefungwa, ni fursa kwa vijana kusoma. Watu wanakufa kila wakati. Ramadhani hii tumezika watu wengi, watu tunawafahamu walikuwa na siha zao wakaondoka. Leo vijana wengi wameathirika na dunia. Allah subhanahu wa ta'ala sema alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir, imewashughulishani dunia na mali na watoto na wake mpaka mkaingizwa ndani ya makaburi. Sasa ndugu zangu katika imani, ni jambo la wajibu kwa Waislamu kusoma. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.